Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako naye mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Iwapo una swali au pendekezo, wasiliana nasi kupitia ujumbe WhatsApp au kupiga simu kwa nambari 0718220582. Karibu katika kipindi cha leo. Naamini kwamba mafundisho yaliyokuwa kwenye kitabu cha Warumi yalikubariki sana, na sasa u tayari kuingia katika baraka zaidi kwa kujifunza kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza. Napenda kukujulisha kwamba kwenye kitabu hiki nitazingatia maandiko ya kimsingi, kwa hivyo itakuwa vyema kwako kutangulia kusoma. Kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza na hicho cha pili vyafanana kwa njia kadhaa. Zote zashughulikia wakati mmoja wa historia, yaani kutoka kwa mfalme Sauli hadi mfalme Zedekia. Vitabu vya Mambo ya Nyakati vyatupa zaidi na kutuongezea hayo yasiyokuwako katika vitabu vya Samueli na Wafalme. Sheria ya kurudia jambo katika maandiko twaipata hapa tena. Ni sera ya Roho Mtakatifu kutupa kweli kwenye eneo kubwa na baadaye kuchagua sehemu fulani fulani na kuzishughulikia hizo kwa undani. Ni kana kwamba Roho wa Mungu huchukua darubini ya kuangalia mbali na kutuonyesha yaliyoko mbali. Halafu huchukua hadubuni na hutuonyesha kila kitu kwa undani. Hadubuni, rafiki yangu, ni chombo kitumiwacho kuona vidude vidogo sana ambavyo kwa kawaida macho yetu hayawezi kuona. Hili ndilo latendeka kwenye vitabu hivi, yaani Mambo ya Nyakati ya Kwanza na ya Pili. Sheria ya kurudia au kurejelea jambo tulikutana nayo hapo awali, hasa kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo twapata marudio ya siku zile 6 za uumbaji, na katika hizo Mungu achukua siku moja na kitu kimoja na kukishughulikia kwa undani, hasa uumbaji wa mwanadamu. Hili ni muhimu sana kwetu, kwani tu wazao wa Adamu. Pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ambacho chaitwa sheria ya pili, ni zaidi ya kurejelea sheria, maana ni tafasiri ya sheria au Torati baada ya miaka 40 ya wana wa Israeli kuishi wakiitumia. Sasa hapa twamwona Mungu katika Mambo ya Nyakati akirejelea hayo yaliyokuwa kwenye vitabu vya Samueli na Wafalme. Kwa kufanya hivi, aongezea na kusisitiza mambo yenye umuhimu kwetu kujua na kufahamu, kusudi tupate kuhusiana naye kama inavyotupasa. Mfano wa hili nisemalo ni kumhusu Daudi. Kwenye Mambo ya Nyakati ya Kwanza sisitizo ni kumhusu Daudi, na kwenye Mambo ya Nyakati ya Pili twaona habari ya ufanisi na uzao wake. Ule ufalme wa kaskazini hautajwi, hasa mgawanyiko wa Israeli wapuuzwa kabisa kwenye vitabu hivi. Pia dhambi ya Daudi haitajwi kwenye vitabu hivi. Kwa nini? Sababu ni kwamba Mungu alimsamehe kabisa, naye asamehe hapo husahau kabisa. Kwenye kitabu cha Wafalme habari zilizoko ni kwa mtazamo wa utawala wa wafalme, ila kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati twapata mtazamo kutoka kwenye hekalu au madhabahu. Vitabu vya Wafalme vyatupa historia ya kisiasa ya taifa hilo, huku vitabu vya Mambo ya Nyakati vyatupa habari ya kidini ya taifa hilo. Mambo ya Nyakati ni tafasiri ya vitabu vya Wafalme. Katika mafundisho yetu kwenye vitabu hivyo vya Wafalme, kila mfalme alifikia mwisho wa utawala wake na kulikuwepo na maneno haya. Je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Jambo lingine ni kwamba yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme ni mtazamo wa mwanadamu, huku Mambo ya Nyakati ikiwa ni mtazamo wa Mungu. Kulingana na historia ya Wayahudi, mwandishi wa kitabu hiki ni Ezra. Katika maandiko ya Agano la Kale ya Kiyahudi, kitabu hiki ni kimoja tu, na pia chajumuisha vitabu vya Ezra na Nehemia. Hiyo ndiyo sababu ya kuaminiwa kwamba ni Ezra aliyeandika vitabu hivi vya Mambo ya Nyakati. Sura za kwanza 9 zashughulikia nasaba au uzao wa mwanadamu.
Tazama maandiko haya yaliyoko kwenye sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi 4. Adamu na Sethi na Enoshi na Kenani na Mahalaleli na Yaredi na Henoko na Methusela na Lameki na Nuhu na Shemu na Hamu na Yafethi. Majina haya, msikilizaji, ni yale tuyasomayo kwenye kitabu cha Mwanzo sura zile za 8 kwanza. Unaposoma maandiko haya utaona kuwa kanuni iliyotumika katika kitabu cha Mwanzo ndiyo ipo hapa. Yani, ule uzao uliokataliwa ulitangulizwa kwanza na kufuatiwa na uzao ambao kwa huo Bwana Yesu Kristo ataujilia ulimwengu. Wana wa Yafethi watangulizwa, kisha Hamu, halafu wana wa Shemu. Hiyo ni kwenye aya zinazofuatia. Baada ya hapo ni uzao wa Shemu tu ndio wazingatiwa na kufuatwa. Ni uzao huo ndio watuelekeza kwa Ibrahimu. Kisha uzao huo wataja wana wa Ibrahimu wote, yani kutokea kwa Ishmaeli na wana wake, kisha wale wana wa Ibrahimu kwa mkewe Ketura, na mwishowe ni Isaka. Uzao wa Isaka wafuata hata kufikia wana wawili wake, yani Esau na Yakobo. Uzao ambao kwa huo atakuja Mwokozi na Masihi ni kwa Yakobo, wala si kwa Esau. Sura ya pili, msikilizaji, yatupa uzao wa Yakobo, nao waendelea hadi sura ya 9. Kwenye aya ya 15 twapata habari za wana wa Yese. Huo ndio uzao tutakao ufuata, kwani Mwokozi Bwana Yesu Kristo ni lazima awe mwana wa Daudi. Kisha ile sura ya 3 yatupa habari ya jamii ya Daudi. Mbali na wana wa Daudi tuwajuao, kuna wengi zaidi, kama vile twapata kwenye sura ya 3. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 hadi aya ya 5: basi hawa ndio wana wa Daudi aliozaliwa huko Hebroni: Amnoni mzaliwa wa kwanza, mwana wa Ahinoamu Myezreeli; wa pili Danieli wa Abigaili Mkarmeli; wa tatu Absalomu mwana wa Maaka binti Talmai mfalme wa Geshuri; wa 4 Adonia mwana wa Hagithi; wa 5 Shefatia wa Abitali; wa 6 Efraimu wa Egla mkewe. 6 alizaliwa huko Hebroni, na huko akamiliki miaka 7 na miezi 6, na huko Yerusalemu akamiliki miaka 33. Na hawa alizaliwa huko Yerusalemu: Shamua na Shobabu na Nathani na Sulemani wa 4, wana wa Bathsheba binti Eliamu. Je, msikilizaji, ulikuwa ukifahamu kwamba kuna wana wengine wa Daudi kama vile Shimea na Shobabu? Twajua habari ya Sulemani, lakini hapa twapata habari ya Nathani. Je, huyu Nathani ni nani? Nathani huyu, ndugu msikilizaji, twapata habari zake kwenye kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 3, tunaposoma kuanzia aya ile 22 hadi 38. Ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba Maria mama ya Yesu alikuwa mzao wa Daudi kwa huyo Nathani tuliyepata jina lake pale, naye Yusufu ndiye alizaliwa kwa Sulemani. Hayo ndiyo tuyapata kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, ambapo neno la Mungu latufahamisha jinsi Kristo alivyopata haki ya kuwa mtawala wa kiti cha enzi cha Daudi. Hebu tazama na 7 iliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 1. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 1 na kuendelea: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Peresi akamzaa Esromu, Esromu akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Aminadabu, Aminadabu akamzaa Nashoni, Nashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria, Sulemani akamzaa Rehoboamu, Rehoboamu akamzaa Abiya, Abiya akamzaa Asa, Asa akamzaa Yehoshafati, Yehoshafati akamzaa Yoramu, Yoramu akamzaa Uzia, Uzia akamzaa Yothamu, Yothamu akamzaa Ahazi, Ahazi akamzaa Hezekia, Hezekia akamzaa Manase, Manase akamzaa Amoni, Amoni akamzaa Yosia, Yosia akamzaa Yekonia na ndugu zake wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shiltieli, Shiltieli akamzaa Zerubabeli, Zerubabeli akamzaa Abihudi, Abihudi akamzaa Eliakimu, Eliakimu akamzaa Azori, Azori akamzaa Sadoki, Sadoki akamzaa Akimu,
Akimu akamzaa Eliudi, Eliudi akamzaa Eliazeri, Eliazeri akamzaa Matani, Matani akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu, aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Ndugu msikilizaji, haya tuyapatayo hapa ni uzao ule wa Yusufu ambaye alidhaniwa kuwa ni baba yake Yesu Kristo. Unaposoma kwenye sehemu hii ya maandiko, yani sura hii ya kwanza ya Injili ya Mathayo, ukianzia kwenye aya ya 18 na kuendelea, utapata hilo ni kwambialo kwamba Yesu alipata haki ya kutawala kwa njia ya kuzaliwa na Mariamu ambaye alikuwa mzao wa Nathani. Haya ndiyo neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 18 na kuendelea. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atamzaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa jumbe kwa nabii akisema, tazama, bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Imanueli, yani Mungu pamoja nasi. Kwa hivyo msikilizaji, kutokana na haya tuliyoyasoma, ni lazima tuelewe umuhimu wa nasaba hizo mbili ambazo kwazo tuona kabisa kwamba kuna utofauti. Hili hasa ningelipenda kuzungumza kwalo juu yake kidogo, kwa sababu ya utofauti ulioko. Utofauti ulioko hapa ni muhimu sana, kwa kuwa katika uzao wa Sulemani alikuwepo mmoja aitwaye Yekonia, ambaye Bwana alimuita Konia, naye Bwana Mungu akasema hivi kumuhusu. Bwana asema hivi, andikeni habari ya mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 22 mstari wa 30. Kwa sababu ya neno hilo la Mungu, uzao wa Sulemani uliondolewa usiendelee kutawala Israeli au Yuda. Na kwa kuwa Yusufu alikuwa mzao wa Sulemani, haingeliwezekana awe baba ya Yesu Kristo, kwa sababu ya neno lile lililokuwa limetoka kinywani mwake Bwana. Ilikuwa ni lazima Yesu azaliwe kwa uzao mwingine wa Daudi, nao huo uzao ni ule wa Nathani, kama vile twasoma kwenye hiyo nasaba ya Luka mtakatifu. Ndugu msikilizaji, mambo haya ambayo tuyasoma hapa ni mambo yenye uzito, ni mambo yanayotuonyesha moja kwa moja kwamba lolote analonena Mungu ni lazima atalitimiza, kwa kuwa yeye ndiye Mungu. Mungu amenena maneno mengi sana kuhusu mwanadamu, nami napenda kukuhakikishia kuwa ni lazima yote yatatimia kwa wakati wake mtimilifu. Hivyo iwapo wataka kuwa salama, ni vyema umsikie huyo Mungu anenaye nawe, kwa kuwa yote aliyoyanena ni lazima atayatekeleza. Yeye mwenyewe akizungumza na mtumishi wake nabii Yeremia, amwambia kwamba neno lake linapotoka kinywani mwake haliwezi kumrudia hadi litakapokuwa limekamilisha kusudi lake. Hiyo ni kukwambia kwamba lolote ambalo Bwana amelinena, iwe ni kwa ajili ya wana wa Israeli au kwa ajili ya wanadamu kwa jumla, ni lazima atayatimiza yote. Hii ni kwa kuwa mkuu ni yule atekelezaye neno lake. Pamoja na hayo, ndugu msikilizaji, unaposoma kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 55, tukisoma kwenye aya ya 8 hadi 10, hivi ndivyo neno linavyotuambia: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Pamoja na hili, Bwana asema hivi kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 8 hadi mstari wa 11:
Rafiki msikilizaji, neno hili ambalo Bwana Mungu anena hapa ni hilo neno tulipatalo habari zake kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 1, ambapo twapata maelezo kuhusu neno hilo. Hebu sikiliza maandiko haya ambayo najua umeyasikia mara nyingi nikiyanena kwenye kipindi hiki, lakini ni vyema kwako kufahamu kwamba maneno haya ninayokuzungumzia hasa ni yasomayo kutoka kwenye Biblia, ni maneno yaliyo hai kabisa, kwa kuwa hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Maandiko hayo niliyoyasoma ni hayo yapatikanayo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu, kuanzia aya ya 1 hadi 5, kisha kuanzia aya ya 9 hadi aya ya 14. Nimeyasoma hayo maandiko kusudi ufahamu ya kwamba neno ambalo Mungu anena kwa habari zake ni huyo mwana wa Mungu Yesu Kristo, aliyefanyika mwili naye akakaa kwetu. Kwa hivyo, iwapo wataka kumpendeza Mungu, iwapo wataka kutembea kama vile Mungu akuhitaji utembee, ni sharti uligeukie neno hili, kulisoma na kuliamini, na kutenda kama vile linavyokuagiza. Pasipo ya kufanya hivyo, msikilizaji, neno hili ndilo litakalo kuhukumu, maana neno hili ndilo lilifanya vyote unavyoviona na usivyoviona. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe ufahamu haya na utende kulingana na mapenzi yake, hasa kuliamini neno hili, maana katika kuamini neno hili na kulitenda neno hili, wewe wahesabiwa kuwa kati ya wale waliobarikiwa. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu aliliamini neno la Mungu lililomjia, naye akahesabiwa kuwa haki, na ndivyo utakavyohesabiwa haki iwapo utaliamini neno hili jinsi unavyolisikia leo hii. Hakuna njia nyingine awezayo mwanadamu kufanyika haki mbele zake Mungu isipokuwa kwa njia moja, nayo ni kuliamini neno hili, yani neno linalomhusu Yesu Kristo, aliyekuja kutoka kwa Mungu ili apate kumfunua Mungu au kumdhihirisha Mungu kwetu. Msikilizaji, huo ni ufunuo kutoka kwa Mungu kwa ajili yako, ili upate kuwa kati ya wale watakaohesabiwa kama watoto wa Mungu katika ufalme wake. Unapogeukia sura ya 4 kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza, upatacho ni habari ya Yuda, yani uzao wake kwa Kalebu na Shela. Habari za kabila ya Simeoni ndizo zafuata. Halafu sura ya 5 yazingatia habari za kabila ya Rubeni hadi wakati wa kuchukuliwa utumwani. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya 1 na ya 2, ambapo neno lasema hivi: na wana wa Rubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli, kwa maana ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu mwana wa Israeli. Tena nasaba isihesabiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, kwani Yuda ndiye aliwashinda miongoni mwa nduguze, na kwake ndiko alikotoka mtawala, bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Aya hizi, msikilizaji, zatufahamisha kwamba Rubeni alipoteza haki yake ya mzaliwa wa kwanza, nayo ikapewa Yusufu. Hata hivyo, Yuda alishinda miongoni mwa nduguze na kuwa mtawala wao. Habari ya kabila la Gadi na nusu ya kabila ya Manase twaipata kwenye aya zinazofuatia hadi utumwa wao. Aya 2 za mwisho kwenye sura hii ya 5 zatupa sababu ya utumwa au uhamisho wa kabila hizo, hasa taifa lote la Israeli. Hebu sikiliza maandiko hayo: nao wakamwasi Mungu wa baba zao, wakaenda kufanya uasherati na miungu ya watu wa nchi, ambao Mungu alikuwa amewaangamiza mbele yao. Naye Mungu wa Israeli akamwamusha roho Pulu mfalme wa Ashuru na roho ya Tiglath-Pileseri
mfalme wa Ashuru, naye akawachukua mateka hao wa Rubeni na Wagadi na nusu kabila ya Wamanase, akawaleta mpaka Hala na Habori na Hara na mpaka mto wa Gozani, hata siku hii ya leo. Rafiki yangu, maandiko haya ambayo tuyasoma, tuona kwamba kuna hasara daima mtu anapomwasi Mungu, kwa kuwa katika kuiendea miungu mingine na kufanya mambo yaliyochukizwa mbele zake Mungu, ni lazima kutakuwepo na hasara. Neno latuambia kwamba kwa ajili ya uasi wao watu hao walibebwa na kuwa mateka na kuhamishwa hadi nchi isiyokuwa yao. Na kama vile wafahamu msikilizaji, mtu anapokuchukua kwa nguvu na kukuondoa hapo ulipo na kukuhamisha katika nchi isiyokuwa yako, itakuwa ni kibarua kigumu sana wewe kuzoea mahali pale. Na kwa hili hebu tuelewe kwamba iwapo tutaendelea kuishi kwa ukaidi dhidi yake Mungu, ni lazima wakati utafikia ambapo Mungu atatuhukumu sawa na alivyofanya hao wana wa Israeli. Hii ni kwa kuwa Mungu hana mapendeleo na mshahara wa dhambi ni mauti. Ndugu yangu, haina haja uendelee kuishi kwa kumwasi Mungu na kukataa kufuata maadili yake kama vile amekufunulia kwenye neno lake. Naamini kwamba kutokana na mafundisho haya utapata kufahamu kwamba kuna baraka kuu sana unapomfuata Mungu na kuna hasara kubwa sana unapokosa kumfuata Mungu. Kwa busara aliyokupa Mungu, naamini kuwa utatenda linalokupasa, hasa kumgeukia na kumfuata maishani mwako. Halafu sura ya 7 yatupa nasaba ya kabila la Isakari, Benyamini, Naftali na Efraimu na Asheri. Wote hawa mpendwa, walichukuliwa utumwani na wale wa Ashuru kwa sababu hiyo, yani kumwasi Mungu kwa aliyowaambia kwa uwazi. Halafu sura ya 8 yatupa habari ya kabila la Benyamini, ikitajia habari ya Sauli na Yonathani. Mpendwa, ni lazima kujifunza kutoka kwa haya, kwani haiwezekani kuishi kama tupendavyo. Ni lazima kuishi kwa kumpendeza Bwana Mungu. Imekuwa leo hii ya kwamba watu hata hawataki kusikia habari zake Mungu, huku waishi katika ulimwengu wake, watumia hewa yake na pia watumia kila kitu ambacho ni cha Mungu. Naam, mwanadamu tangu alipoumbwa baada ya kutenda dhambi, daima amekuwa mwasi dhidi yake Mungu. Hataki kumwabudu Mungu, hataki kufuata maadili yake Mungu, yeye ataka kuwa Mungu wake mwenyewe. Ndugu yangu, usiangukie mtego huo wa Shetani, maana unapojiona kwamba waweza kujitegemea, wala humtaki Mungu, wala haumjali Mungu, basi huwa umeuangukia ule mtego wa Shetani, ambao kwa huo ameudanganya ulimwengu ya kuwa waweza kujiendeleza wenyewe na kwamba waweza kuyafikia mema kwa nguvu zao wenyewe. Ndugu yangu, hilo ndilo laendelea katika ulimwengu wote, nami ningelipenda kukujulisha mapema kwamba wahitaji kumwangalia Bwana Mungu, wahitaji kumtegemea Mungu maishani mwako, maana yeye ndiye aliyekuumba na ndiye aliyevifanya vyote uvionavyo na usivyoviona. Naamini kwamba kwa busara aliyokupa Mungu utamwabudu Mungu, utafuata maadili yake, hautakuwa muasi, bali utakuwa kumtegemea Mungu na kumpendeza katika kila jambo. Neema yake ikuwezeshe katika hayo unapomgeukia Yesu Kristo, atakayekuwezesha kutenda hayo yote, ili jina la Mungu litukuzwe maishani mwako. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wa pendo lako Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya mafundisho tuliyopokea leo hii, yanayotuonyesha waziwazi kwamba wewe Mungu una kusudi na kila mmoja wetu, na hivyo tunahitaji kufahamu kusudi letu katika maisha haya. Zaidi umetufahamisha jinsi ilivyo hasara kubwa tunapogeukia miungu mingine na kuiabudu, maana huwa ni hasara kwetu na majonzi. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya aliyopokea utamsaidia na kumwezesha aishi kwa kukupendeza, hasa anapolisoma neno lako na kulitenda. Maana wewe mwenyewe kwa kinywa cha Yesu Kristo mwana wako umesema kwamba heri asikiaye neno na kulitenda. Naomba Roho wako Mtakatifu atamwezesha katika yote na pia kumwongezea mengi zaidi, kwa kuwa wewe wampenda na wamjali, ndiposa umempa fursa hii ya kulisikiliza neno lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba kwa wakati wako utarudia kusoma maandiko yale kwa upole kabisa, upate kufahamu jinsi hali ilivyokuwa katika Israeli. Naamini ya kuwa Mungu atakufunulia mengi, nawe utapata kujifunza na hivyo kumtukuza maishani mwako.
na kualika kwenye kipindi kijacho tuendelee kuona mengi zaidi ambayo Mungu ataka tuone kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo. Iwapo una swali au pendekezo kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kwa kupiga simu, kutuma ujumbe wa WhatsApp au ujumbe wa kawaida kwa nambari 0718220582. Hadi kipindi kijacho, wasaa kama wa leo, ndani ya Pendo FM.